نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Namuona Ustadh Mubarak huko nyuma kabisa, yuko katika sehemu ya goalkeeper wa Nyaka, kisha lakini yeye pia tamsikia inshallah naye tupate faida kwa kwake japo liko uchache. Inshallah sana tuko hapa Masjidul Fathi Muyeye Malindi katika darasa yetu ya Jumapili ya ada. Tulifungua hapa kila Jumapili na leo tuifungua. Alhamdulillah, Mungu ajalie tufungue kwa khairi na tuifunge kwa khairi. Na katika darasa ambapo kwamba tutakayokueleza siku hizi ni siku za haji, ni za watu kujiandaa kwenda haji na wengine kwenda hivi. Kuna wengine washatangulia washakwenda haji na wengine wapo katika kujiandaa wanataka kwenda, wengine shaondoka jana, wengine taondoka. Na mfungo pili ni katika ile miezi mitukufu kama Mwenyezi Mungu alivyosema, inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Yani hakika idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu ni miezi 12, lakini katika hiyo inna iddatash shuhuri, hakika idadi ya miezi indallahi 12 shahra, yani ni miezi 12. Minha yawma khalaqa samawati, toka siku Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi. Minha, katika hiyo arba'atun hurum, miezi minne ni mitukufu. Katika hiyo minha, Mwenyezi Mungu ametumia minha, hakutumia minhunna. Kunacho minhunna inna tatashuri indallahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardh minha arba'atun. Hiyo minha maana ni alqilla, ni uchache. Kama mingi akisema minhunna, la ile kutumia mufrad ni maana ni mufrada, yani kuna miezi minne ni mitukufu. Dhulqa'da mfungo pili, Dhulhijja mfungo tatu, Muharram mfungo 4 na Rajab ni miezi minne ni mitukufu. Tena angalia ajabu, ni miezi minne, mwezi wa mwisho mwezi wa mwisho ni mtukufu, nao ni mwezi wa Dhulhijja, na mwezi wa kwanza Muharram mwaka pia ni mtukufu. Yani mwisho wa mwaka ni mtukufu na mwanzo wa mwaka ni mtukufu na katikati ya mwaka ni mtukufu. Katikati ya mwaka sasa, angalia miezi 12, anza hesabu kuanzia Muharram, kisha utajua Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, Rajab. Sasa ukitoa ile Muharram kuanzia Safar utaona miezi 6 ni miezi mitukufu. Dhulqa'da ndio ile Mwenyezi Mungu alosema al-hajju ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalumu. Faman farada fihinna, mwenye kufaradhiwa katika hiyo katika miezi ya al-hajja hija, basi fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yani kifaradhi hija fala rafatha, yani usifanye uchafu wala fusuka wala, faman farada fihinna fala rafatha, asifanye uchafu wala fusuka, asiseme maneno machafu. Rafath ni kustarehe na mwanamke, fusuku ni kusema maneno machafu kutukana, wala jidala wala kufanya nini, kujadiliana, kushindana fil hajj. Fala rafatha la fusuka wala jidala fil hajj. Wama tafalu min khairin ya'lamu Allah, khairu tutafanya Mwenyezi Mungu ajua. Watazawadu, tukueni zawadi, fa ina khaira zadi, hakika zawadi bora takwa ni kumcha Mwenyezi Mungu, takuni ya ulil albab. Hija, angalia Mwenyezi Mungu asema alhajju ashhurun ma'lumat. Angalia katika Ramadhani tumemwambia ayyama ma'dudat, hatukwambia ayyama ma'lumat.
Bala katika hija kuambia ashhuru maadudat. Kwa nini ukatumia maalumat au ukatumia maadudat? Unajua hikma yake, kwa sababu ile alhaji ashhuru maalumat maana ni miezi inayojulikana kuanzia wakati wa nyuma ya ile toka kwa Nabii Ibrahim. Alhaji ashhuru maalumat yani yajulikana toka wakati wa nyuma, lakini Ramadhani ayama maadudat, siku za kusabika maana ile imejulikana wakati wa mtume. Kwa hiyo ni maalumati ni kutoka nyuma, maadudati ni wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hija na ndio mwezi yake, na kwanza leo uweza kuhirimia hija, kwanza leo uweza mate. Hija ni miezi miwili na siku 9, yani mfungo pili na mfungo na Dhulqaada na Dhulhijja. Alhajju ashhurun maalumat, yani hija ina miezi yake maalum, ikiwa ni Shawwal, ni Dhulqaada, ni Dhulhijja. Hasa ni Dhulqaada mtume alikuwa akifanya umra, kuambia mtume alifanya umra 4 katika mfungo pili. Kwa nini mtume afanya umra nyingi katika mfungo pili? Kulikuwa na hikma gani? Kulikuwa na Ramadhani ya umra yake, hakuna umra bora kama umra Ramadhani. Kwa hadithi mbili mtume sema al-umratu fi Ramadhan ka hajjati ma'i, al-umratu fi Ramadhan ka hajja. Mtume sema yani umra Ramadhani ni kama ile hija na mtume. Ukifanya umra Ramadhani kama hija mtume, na ukifanya hija umra Ramadhani ni huandika thawabu za hija. Maana hakuna thawabu kubwa za Maka kama kufanya umra Ramadhani. Maana kwa sababu kuna ile bonus ya Ramadhani, faradhi moja faradhi 70 na sunna moja ni faradhi, na Maka yenyewe ina thawabu. Doke na Maka kila unalolifanya 100,000, kila unalolifanya. Ukiswali sunna laki, swali faradhi laki, ukitoa zaka laki, ukitoa sadaka laki, yani jambo lote ni laki. Sasa kisha Ramadhani kuna na 70 nyingine. Kwa sasa wewe ukienda Maka ukiswali adhuhuri utaandikiwa 100,000, kisha ile 100,000 itakuwa ni 70, itakuwa ni 170,000. 170,000 nikisema ni milioni 7. Kwa kila ukiswali milioni 7. Sasa katika hija ni ibada ambayo kwamba imeka istitwa wa hajjun walillahi ala nasi hijjul baiti man istatwa ila sabili. Mwenyezi Mungu ameweka watu hijjul bait. Hijju ndio kiraa cha Hamza na Kisai na Hafs na Abu Jafar linas hijjul bait, lakini kuna kiraa walillahi ala nasi hajjul bait, iko pia hajju na hijju bi kasri ha wa bi fathi ha, hajjul bait. Hija imeanza kitambo sana. Mtu wa kwanza alohiji ni Nabii Adam. Nabii Adam alihiji, tena alihiji kwa kutembea kwa miguu. Unajua Nabii Adam alipoteremshwa katika ardhi, yeye aliteremshwa pande wa India, Bangladesh, na Hawa akateremshwa sehemu za Jeddah, Saudia. Kisha ngala ajabu kule kuteremshwa mbali, wakaja kukutana Arafa, na kule alipoteremshwa ndo akafa. Nabii Adam teremshwa Bangladesh, amekufa Bangladesh, kaburi yake Bangladesh. Hawa amekufa Jeddah, ameteremshwa Jeddah, amekufa Jeddah. Hata kaburi lake ukienda Jeddah utaona liko kaburi la Hawa. Yani Adam na Hawa. Adam alipokula mti, Mwenyezi Mungu akamteremsha Bangladesh. Hawa akateremshwa Jeddah. Wao wawili wakapata taabu za kuzengeana na kutafutana. Basi wenyewe sema tafutana miaka 100 hawaonani, mpaka baada ya 100 kaona na Arafa. Hasa Adam akahiji, na alipohiji wenyewe sema alihiji kwa maguu hija 40. Nabii Adam alihiji hija 40. Kisha wakawa mitume wanahiji wote, kila mtume baada ya watu kuangamizwa anahiji. Kisha akaja Nabii Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayti wa Ismail. Nabii Ibrahim akaanza akainua
Wajua kata Nabii Adam lile jengo lilikuwa chini kabisa kama msingi tu. Nabii Adam alipata msingi na akaona malaika. Mwenyezi Mungu ambaye malaika wametufu kabla yako kwa miaka 2000. Yaani malaika atufu. Na leo kama Kaaba kuna binadamu atakutufu, basi malaika wangelitufu. Yaani hakuna mahali panapofanywa ibada siku zote kama kwenye Al-Kaaba. Al-Kaaba anytime watu watufu. Anytime. Kuna saa 7, kuna saa 6. Hakuna wakati ambao kwamba Al-Kaaba watu hawatufu. Na swala pia hakuna wakati watu ambao kwamba swali hivi sasa si tuangoje isha, kuna watu swala dhuhuri, wengine swali asubuhi, wengine swali magharibi, wengine swali alasiri, yani swala. Na hija ni hivyo. Kwa vile Ibrahimu akapata wahi ende akajenge Al-Kaaba, kenda akajenga, yeye ndio akawa fundi na mtoto wake Ismail ndio akawa kibarua wake. Na Ibrahimu akajenga jengo lilipokuwa juu akahafiki, basi ile jabali aliyopanda likainuka kando lift likampandisha mpaka juu akaijenga Al-Kaaba. Na Ibrahim alijenga akaweka milango miwili ya Al-Kaaba. Akaijenga, baada ya kujenga akaambiwa sasa waite watu kwenda kuhiji. Na Ibrahim akamwambia ya Rabbi, mtahitaji watu watasikia vipi? Akamwambia wewe ita, sisi tutabadilisha. Ndio Mwenyezi Mungu akasemaje, wa'adhin fi nnasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amin. Akamwambia wa'adhin fi nnasi bil hajji, yani waite watu kuhiji. Adhin yani tuamre tuhiji, yatuka rijalan, watakuja kwa maguu, wa ala kulli dhamir, na kila kipando. Yani watu watakwenda haji, wengine watakwenda kwa maguu, wengine watakwenda kwa magari, wengine watakwenda kwa baskili. Ule mmoja Mchina alitoka China na baskili akaenda paka Maka kwa baskili, fikiria. Karibu miezi 4 au 5 kwa baskili. Sio kwenda kasufini, yeye toka China, China. Na akafika, alifika kwa baskili. Wengine upanda meli, wengine upanda ndege, wengine upanda magari, wengine upanda ngamia, wengine upanda punda, wengine upanda farasi, wengine. Lakini kwenda Nabii Adam aliamua sipande, ende kwa maguu. Na ndio alipokuwa Alimamu Hassan. Alimamu Hassan bin Ali alikuwa na pesa, alikuwa ni tajiri, lakini alikuwa akienda haji akaenda kwa maguu. Akitoka Madina mpaka Maka. Madina mpaka Maka kama kutoka Nairobi Mombasa kwa maguu. Tena Sayyidina Hassan na ngamia wako na farasi wako na punda uenda pamoja, lakini sema nataka thawabu zangu ziwe nyingi, niende kwa maguu. Wajua kwenda mahali kwa maguu ni thawabu zaidi kushinda kwa gari. Hata kwenda msikitini, apanda gari kwenda msikitini na aenda kwa maguu na sasa nyinyi mmetoka wapi kasupa kwa maguu, na thawabu zaidi kushinda yule kuja na bajaji na Honda na baskili na gari. Ule hana thawabu kama nyinyi, kwa sababu nyinyi kila hatua ni thawabu, kila hatua, kila samba moja ni thawabu. Kwenda ni thawabu, kurudi ni thawabu. Na ndio thawabu nyingi ni kwenda kila msikiti ukiwa mbali, thawabu ni nyingi. Kwa sababu sana kena mara 20. Nabii Ibrahim akapanda katika jabali, akaanza kuita ayuhan nas inna Allah qad farada lakum hajja fahajju. Mungu amefarahijini. Mwenyezi Mungu basi watu wakaanza kujibisha. Sasa kila mtu anapojibisha ndio anapokwenda. Wengine wamejibisha mara moja, ndio ile labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Yani watu wakaitikia. Sasa ukiwa umeitwa utakwenda haji. Hata kama una hata peni moja, una hela hata moja utakwenda. Na kama kuitwa hata kama una milionia na bilionia wewe. Kuna watu upeleka watu wa swala ya ajenda. Kuna watu wana milionia na wabila wedi. Tuna watu wengine usikia mtu amekwenda Ulaya, London, amekwenda Dubai, nauli gharama, ufika hapo haji. Haji mpaka uitwe. Na sisi tuomba Mwenyezi Mungu kama hajaitwa tuitwe. Yani kuna watu siku ya kiyama, wataambiwa umehiji hija 20. Ya Rabbi, hiyo Nairobi yenyewe sijui mala Jida. Meji vipi? Asema ilikuwa nia yako tunataka kuhiji. Ulikuwa umetiania kufanya nini? Kwa hivyo inna mal a'malu umetiania 20.
Ndio nikasema kuna watu sampuli 4. Kuna watu wamehiji lakini hawakuhiji. Kuna watu wamehiji lakini hawakuhiji. Na kuna watu hawakuhiji lakini wamehiji. Umenielewa sana? Bado kuna watu wamehiji lakini hawakuhiji. Ndio tandawili wa? Kuna watu wamehiji lakini hawakuhiji. Na kuna watu hawakuhiji lakini wamehiji. Kuna watu wamehiji lakini hawakuhiji. Na kuna watu hawakuhiji lakini wamehiji. Na kuna watu hawakuhiji na hawakuhiji. Kuna watu hawakuhiji wala hawakuhiji. Na kuna watu wamehiji lakini hawakuhiji. Na kuna watu hawakuhiji lakini wamehiji. Haza watu kwamba kuna watu wamehiji lakini hawakuhiji. Yani wamekwenda Maka kwa mali ya haramu. Mtume asema ukihiji na mali ya haramu, ukisema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la Mungu amestaki labbaik yako wewe. Mwisi wewe, jambazi ataka labbaik za nini? Wewe umeiba wewe pesa za kuiba labbaik. Umeunga mama, umeuza ulevi, ma brown sugar na nini, umeuza mabangi hapa na marungi, kisha onda hija wewe. Sitaki labbaik yako Umeiba, umekula riba, umedhulumu, umenyang'anya, umepokonya. Mungu hataki. Ama umehiji kwa ria, umeenda kuhiji pate. Ndio kuna watu wamehiji lakini hawakuhiji kwa sababu wako na mali haramu ama kwa ria. Kuna wengine hiji kwa ria, kuna wengine wakihiji wakirudi utaona chamchama kumi. Mwanzo jina lake atakitena kuitwa, atakitena kuitwa Ramadhan, kama Al-Hajj Ramadhan. Al-Hajj Said. Ukuna jina lake kwa wewe mtoka haji bwana. Wewe unaita jina langu tupo hivyo, ni Al-Hajj. Kisha la kwanza, la pili akizungumza story tu kwa kuna hija, kutoka hija, yeye ni hija tu. Wewe mwaka ule kuna hija, hija. Yani hiyo story za hija tu, mwaka mzima za haji. Au jitukuza. Kuna wengine bwana, mtu amekwenda hija tunataka kutulafatia, amepaka utoe pesa kutulafatia. Toa 3,000 kutulafatia. Atibia toka hija ile Fatiha huiuza. Fatiha haji nipe 3,000. Basi kuna watu ajia al-haji. Wengine wakija paka hukuja na hiramu zao makati wa hija yeye. Ndio ile Sufyan al-Thawri alikuwa kumtembelea rafiki yake. Ule rafiki yake katika kuandaa akamwambia mfanyikazi, lete ya mwaka jana ile kwenda hija, sio ile ya mwaka juzi ile kwenda hija, ile ya mwaka jana. Sitaki ile ya mwaka juzi. Sufyan akasema miskini afsada hija ameharibu hija zake. So umekwenda hija upande kusema nini? Umekwenda hija, mimi ni haji bwana umekwenda hija amali ya Mwenyezi Mungu, usifanye kwa sababu ya ria. Sasa wengine hao wamehiji lakini hawakuhiji sababu ya ria. Na wengine hawakuhiji lakini wamehiji. Kama wewe hujaenda hija umetiania, inshallah mwaka nitakwenda hija bwana, kama ukwenda kwa hija. Madamu huna, sio unazo kama huna. Kwa hiyo kuna watu wataka hija 20 na ajenda sababu hana. Na kuna wengine hawakuhiji wala kuhiji, yani wao wenyewe hakutiania kwenda hija wala kuhiji. Kwa hiyo nia ina malamalu amal. Niyatul mu'min khairun, nia mu'min bora kushinda amali yake. Yani wewe tia nia kila mwaka usipovulia moyo, inshallah mwaka utakwenda hija inshallah. Lakini wewe huna, so nazo tenia tu huna. Ule mmoja aliona mlima wa mchanga, akasema huu mlima kama alikuwa ni unga wa ngano ama unga sima, ningegawia watu wote unga sima. Basi mmoja katika mtume akataka akapawahi kama mwambie yule bwana ameandika thawabu ashatoa unga. Hajatoa, ametiania. Lau kama ule mlima ni wa mchanga ulikuwa unga angelitoa sadaka. Kwa hiyo niyatul mu'min khairun min amali. Kwa hija Nabii Ibrahim akaita. Ndio kuna watu wengine wamehiji hija 70. Kuna watu wamehija 70, kuna wengine 25, kuna wengine 30, kuna wengine 1, kuna wengine 5. Ni kuitwa tu. Vile unavyoitikia lela baika maana na kuitikia Mungu. Kwa hija ndio mtume akatoka na maswahaba hijjatul wadaa 1,024 mtume alitoka jana na haji. Ilikuwa hija kubwa sana. Na mtume akawatukua maswahaba akiwaambia khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi ibada yenu.
khudhu anni, hapa kuna vitu vitatu. Khudhu anni manasikakum, hapa kuna taklif, hapa kuna tashrif, hapa kuna takhfif. Yani taklif, khudhu, chukweni, hii ndio taklif. Anni ndio tashrif, ndio mtume. Manasikakum ndio takhfif, yani mtume kwa afya. Na kila ibada zote, swala, saumu, zaka, hija, zina mambo matatu: taklif na tashrif na takhfif. Maki kukalifishwa, kisha ni kukhafifishiwa, kisha ni tashrif. Angalia swala ni taklif, zipindi sitani, aqim, simamisheni taklif. Kisha ni tashrif, inna salata kanat ala almu'minina, waumini bwana, swala ndio tashrif. Kisha takhfif, waambie ukisafiri punguza swala, kuna kasri zile, kuna takdim, kuna taakhiri, kuna jami, yote hiyo. Tuate hija, mtume kama sahaba, khudhu anni manasikakum, tukueni ibada. Mtume akafundisha maswahaba kuhiji. Na hija nguzo zake ni 5 tu, ni kuhirimia, kutiania, na kusimama Arafa, na kutufu, na kusai baina Safa wal Marwa, na kunyoa ama kupunguza. Kule kunyoa kupunguza, angalia nyele hizi katika ibada hija. Leo umekona hija ukunyoa kupunguza, utakuwa ndani ya haji, utakuwa dimalini kwa ndani ya haji, na utakuwa ufai kufanya ni mambo kwamba katika hija kuna mambo ya halali ufai kuyafanya. Mambo ya halali, ufai kutia mafuta mazuri, ufai kuoga kwa sabuni nzuri, mwanamume ufai kufunika kichwa, ufai kuinja mnyama wa bara ule, ufai kuinja. Ukiwa na haja ufai kufunika kichwa, ufai kutia mafuta mazuri, ufai kujipaka mafuta mazuri, ufai kunyoa nyele. Kwa hija, na hija ina faida sana. Mwanzo toshe, angalia hadithi 3 tu utaona faida ya hija. Hadithi ya kwanza, alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna. Hija iliyokubaliwa haina malipo isipokuwa nini? Pepo. Je, ni hija gani iliyokubaliwa? Hija iliyokubaliwa ni mambo matatu: liman alana alkalam wa afsha salam, kisha at'ama at'am. Hija iliyokubaliwa ni yule aliyowapa watu chakula na akasema maneno laini na akaeneza sala. Maka hija ukienda ndio utajua. Watu vitwa maji kule, watu waje, mtu anaweza kukusukuma bila sababu, mtu anaweza kukufuja kofia bila sababu, mtu anaweza kupiga ngumi aswa. Kwa katika hija ufai kukasirika, hata ukaudhiwa lazima sema ndio, na utakasirishwa, mtu atakuudhi, atakutukana, atakupokonya hichi, basi wewe mpole, wewe cool, na wewe ni salam, na wewe na chako. Kwa hiyo ndio hija mabrur, haina malipo isipokuwa ni pepo. Kisha hadithi nyingine, man hajja falam yarfud walam yafsuk kharaja min dhunubi ka yawmin waladatuhu. Mwenye kuhiji asifanye mambo machafu, asifanye ufasiki, kharaja min dhunubi, madhambi yake yatatoka, ka yawmin waladatuhu, kama siku lozaliwa na mamake. Yani wa mahujaji wakenda hija madhambi yao yote ufutwa, ni kama siku kama alipozaliwa, ana madhambi tena, ana na ofa. Wale mahujaji wana ofa, wana siku 50 baada ya kurudi haji. Yani siku 50 handiki madhambi, na siku 50 dua ni kabul. Madhambi handikiwi staff siku 50. Tena lingine la 3, Allahumma ighfiril haji wa liman istaghfara lahu alhaji. Mtume alimuombea dua haji na mwenye kuombea dua na haji. Mwenyezi Mungu msamehe haji na alosamehe na aloombea msamaha na haji. Kwa mtu akitoka hija mwambie tile Fatiha, naombe dua, naombe Mungu. Yani yeye samehewa na mwenye kuombea msamaha na hujaji. Lakini wewe mtu akaenda hija, sio amerudi ombe umeletea zawadi gani? Na kuna wengine mtu akiaga utaje, basi inshallah nasikia kule Maka kuna kofia mzuri, nirudie kule. Ukipata TV mzuri nulie kule, ukipata kanzu mzuri nulia. Mwambie ukienda niombe dua. Na ukirudi bwana uniletea kofia, uniletea tasbih, uniletea kanzu, haifai. Ndio watu bwana mmoja alipokwenda haji, aliporudi watu wakamfuata, bwana uniletea nini bwana, uniletea zawadi gani haji? Bwana kwenda shopping.
amekwenda Dubai kule kwenda haji kwa bwana. Kule bwana kamba njoni msikitini. Wakaja msikitini watu tele alasiri. Akama nyinyi mniuliza zawadi mbeletea, ngoja muulize swali. Be bwana Ali, mimi kwenda haji mnipa nini? Asikupa kitu kwa sababu sikuletea kitu. Bakari mtaa asikupa kitu. Kila mmoja kama nyamku kulipa kitu, mimi niwapeni. Bwana mswapa. Mtu kutoka haji afadhali mwambie nitaka maji ya Zamzam. Ni sunna ukienda haji uchukue maji ya Zamzam. Na mtu akida haji mwambie usinisahau kwa dua. Mtume baba sana Umar, la tansana ya ukhayya min duaika, usitusahau sana Umar kwa dua zako. Mtu akenda haji mwambie akukumbuke Maka, Madina, kuombe dua. Sasa sisi mahujaji tukenda tutake dua, tukirudi watupe dua. Na mtu atakwenda hija mpaka awe na uwezo. Mtume sema mamalaka zadan an rahilatin tuballighu al-hajj au tuballighu al-bayt al-haram thumma lam yahujj falyamut insha yahudiyan wa insha nasraniyan. Mtume sema mwenye kumiliki nauli na gharama za kwenda hija na msafara kisha asihiji, basi mtu kama huyo afe Myahudi ama afe Mnaswara. Kila mwenye hela, mwenye pesa, mwenye asihiji, basi hafe Muislamu, atakufa Myahudi ama Mnaswara. Ndio wanazuoni akasema Ibn Abbas ile aya ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati adakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Enyi ambao kwamba mloamini, yasiwashughulishe nyinyi mali yenu na watoto wenu kumtaja Mwenyezi Mungu. Na mwenye kufanya hilo huyo amehasirika. Na mutoe kile tuwazuku min qabli an yati adamu, kabla hamujafa toeni. Faqula rabbi, atasema Mola wangu laula akhartani, kwa nisicheleweshe mimi ila ajali qarib, nipe muda kidogo ya Rabbi, fa asaddaqa, nitoe sadaka. Ibn Abbas asema kutoa zaka, wa kumina swali ni katika wema, asema ni kuhiji. Yaani mtu akiana mali ya kuhiji ataomba arudi ili atoe sadaka, atoe zaka na hiji. Wala yuqir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Mungu acheleweshi ile nafsi. Haji mwenye kuhiji Mwenyezi Mungu amemdhamini kumpa. Mtume asema ma'amara al-haju, yani ndio hija hawe maskini, Mungu atakulipa. Na ndio katika jihadi bora. Mtume alipoulizwa jihadi bora nipi, asema al-imanu billah. Akasema moja ni imani kumwamini Mwenyezi Mungu, kisha akasema ni kuswali kwa wakati wake, kisha sema ni haji. Hija ndio jihadi. Hija ina faida nyingi na hija ina siri nyingi sana. Mwanzo ni kwa kuwa wewe umetimiza nguzo 5 za Uislamu. Hiyo ndio kwanza. Ya pili, Mtume akasema hija ni jihadi ambapo kwamba hakuna sita. Jihadi hapo kwamba yara hakuna kupigana. Hija na umra. Ya tatu, ina thawabu nyingi sana kama Mtume alivyosema al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa janna man hajja fa lam yarfud wa lam yafsu kharaja min dhunubi kama waladatuhum. Na Mtume akasema al-hujjaj wal ummar wafdullahi in da'u ajabahum wa in istaghfaru ghafara lahum. Mtume asema mahujaji na kufanya umra ni ujumbe Mwenyezi Mungu, wakiomba Mungu wapa, na kitaka safari Mungu asamehe wao na sahibu maja. Hija ni kusimamisha dhikrullah na dua na kutukuza sha'air, mfano zile labbaik Allahumma labbaik, tawafu kuzote kumtaja Mwenyezi Mungu, kuatilia kulala Muzdalifa, zote ni katika kumtaja Mwenyezi Mungu. Yani hata zile zijiwe pia unasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, unamtaja Mwenyezi Mungu. Yani hakuna mahali panapotajwa Mwenyezi Mungu kama wapi? Haji. Kila kitu ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Hata kule kutufu ni kumtaja Mwenyezi Mungu, kule kusali kumtaja Mwenyezi Mungu, kumtaja Mwenyezi Mungu ni kumtaja. Kisha pia
Waislamu kukutana kutoka sehemu mbalimbali, kupendana, kujuana, kusaidiana, kuongozana. Yani vyote kukuta Waislamu ulimwengu mzima mtajuana, mtapendana, mtasaidiana. Na tena ajabu ya haji, kila ile jambo kama wewe unaona ni kubwa, ukienda haji ni kubwa zaidi. Wewe ukitaka magari, kwenda haji kuna magari makubwa kule. Watu wazuri kuna watu wazuri kule. Watu warefu ni kule. Vitu vingi ni kule. Na utakacho chochote utakipata. Ukienda haji chochote. Kuna mmoja kwetu alikuwa apenda sana bajia. Akasema ukienda haji utapata bajia. Basi ukienda haji utapata bajia. Tena siku hizi ajabu, mmefanya mambo ajabu. Balezi nyozi ungia kwenye gari. Yaani gari bado kwenda kwa kinyozi, basi kwenye gari uzunguka. Na ni sunna unyoe. Mtume aliombea dua wenye kunyoa, Allahumma fil muhalliqin. Jamaa kama muqassirin yapunguza. Mtume Allahumma fil muhalliqin, almuqassirin, Allahumma fulana akaombea dua mara 3. Kwa ni sunna mtu anyoe. Ndio ibada ya mwisho hiyo. Kwa hivyo nyele zimetiwa katika ibada ya haji na kudhihirisha umoja wa Uislamu. Angalia Waislamu wote, matajiri, maskini, weupe, weusi, masharifu, wasiokuwa masharifu, wanazuoni, wasiokuwa wanazuoni, wazee, vijana, wake, waume, waungwana, watumwa, watu wote wanavaa nguo moja, nguo ya ihram, nguo nyeupe. Ili na nyoze nyeupe. Ili na makele ni ishara, nguo nyeupe ni kwa nyinyi nyoyo zenu ziwe nyeupe. Ni ishara na wajua madhambi ni weusi. Hata ile Hajar Aswad waambiwa ilikuwa nyeupe kama maziwa ile watu wanapoebusu, lakini kwa madhambi ya binadamu imekuwa nyeusi. Na ukifanya madhambi katika moyo wako ungia kitone cheusi. Ukifanya la pili kitone ziwili. Tatu ukitamaka kalla barana ala qulubi ma kana yasibun. Yani mtu kufanya madhambi mingi kama tubii, moyo wake unakuwa black, unakuwa mweusi aswad kwa sababu ya kwa ile ni ibada ya weupe wa roho na weupe wa nia na weupe wa uswafi. Kwa ni mmoja. Kisha ni mawasimul khair yashhadu manafi'a. Katika hija kuna manufaa ya dini na dunia yote uenea. Ndio wenyewe watu wa zamani wakisema hija wa haja. Hija na hija kwa. Lakini siku hizi ni haja wa hija. Watu wa biashara wanda kuangalia kufanya shopping kule. Mimi na harusi na haji nitafanya shopping. Uko sema hapa shopping mpaka haji wewe. Kisha kuna nini? Tunu za lazima kuchinja na sunna. Yani kuna mambo mingi watu wa kuchinja. Watu wachinja wale ambao walifanya kirani, walifanya tamato, wale ambao walifanya mambo haramati ram. Yani kuna mambo mingi uchinja ili watu wale. Na katika faida kubwa ya hija liyashhadu manafi'a lahum. Kale Qur'ani isema liyashhadu manafi'a lahum, washuhudie. Hakwambia liyashhadu manafi'ahum, manafi'a lahum, washuhudie manufaa kwa sababu ya wao. Yani ile manufaa ndio kwa sababu ya wao. Kwa hivyo ni haji, na hija ina mambo mengi, ina maajabu mengi, lakini hakuna kitu kikubwa kama hija. Na katika mwaka huu ajabu, watu wako kutoka Indonesia wameenda kwa hiji. Mmoja katika ndege pale ndani ya ndege alikufa hata hajafika. Kwa hiyo mayoyo amepunguziwa shortcut, amehiji bila kuhiji. Ndio kasema wengine hawakuhiji lakini wamehiji. Haya maneno matatu ndio jombo yangu. Jambo la kwanza, kuna watu huhiji lakini hawakuhiji, na kuna wengine hawakuhiji wamehiji, na wengine hawakuhiji na hawakuhiji. Wale waliokwenda Maka, kuna watu wamehiji na wamehiji. La kwanza, watu wamehiji na wamehiji wale waliokwenda Maka. Kuna wengine wamehiji lakini hawakuhiji, wamekwenda wamekula na mali haramu, wameiba, wamepokonya, wameiba, hawakuhiji. Na kuna wengine ndio umesema tuane, na wengine hawakuhiji lakini wamehiji. Ni kama wewe sasa ukitiania. Kwa hiyo tuseme inshallah tutakwenda hija sasa. Kwa hiyo utakuwa umekwenda hija na wewe hukwenda. Na wengine hawakuhiji wala hakuhiji, yani hawakuhiji wala hata yuhiji. Kwa hili ndio tadawili 4 tuzimalizia.
watu wa kwanza wamehiji na wamehiji, watu wa pili hawakuhiji lakini wamehiji, watu wa tatu wamehiji lakini hawakuhiji, wa pili hawakuhiji lakini wamehiji, watatu wamehiji lakini hawakuhiji, na wanne hawakuhiji lakini wamehiji, na wengine hawakuhiji wala hawakuhiji. Basi sisi tuwe katika imani, tumehiji ama tukuhiji, tumehiji. Na kuna mbaya kama utoe pesa umehiji kumbe hukuhiji, na kuna mbaya kama kutotia nia. Sasa mimi tia nia tu, inama mimi tahiji inshallah, na sisi inshallah mwakani kama hija. Tunaona dakika zilobakia tumumpe Ustadh Mubarak kwamba yeye ni mahali pake hapa, atupe machache kisha tuadhini na tuswali.